Na Mungu unasikiliza Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Goma na Bukavu, raia wateswa na kuuawa kila kukicha na magaidi wa M23 LSPF Kongo pamoja na RDF. Uvira, mtafaruku kati ya FRDC na waza. Kinshasa, Jistebi Takwira atema cheche. Na Mungu nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko naendelea, kwa hiyo ungana na Baraka One TV ili kuwezesha operation hiyo Saidia Muzalendo. Pia unaweza kutembelea Baraka One TV channel 2 ambako pia utakutanana na matukio mengine yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ejide Kizenga Tembele kuendelea kuwa pamoja na Baraka One TV. Shaban King Seleman pia kuwa pamoja na Baraka One TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Goma pamoja na Bukavu. Raia wanateswa na kuuawa kila kukicha na magaidi wa M23 LSPF Kongo pamoja na RDF. Raia wa mji wa Goma wanaendelea kuteseka tokea kuingia kwa magaidi wa M23 LSPF Kongo pamoja na RDF ndani ya mji huo, makao makuu ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Raia wengi wasiokuwa na hatia wamepoteza maisha kwa mazingira ya kutatanisha. Pia mauaji ya kuvizia ndiyo yanafanyika mara kwa mara na magaidi wa M23. Kwa upande wa Bukavu, mwalimu mmoja ameweza kuuliwa kwa kupigwa risasi 2 za kifua baada ya kuhoji kwa nini mnapora vitu vya shule, na ni baada ya magaidi wa M23 LSPF Kongo pamoja na RDF kuvamia shule hiyo na kuanza kuiba vitu ndani ya shule hiyo. Kulingana na ripoti hizo, Baraka One TV iliweza kuongea na moja kati ya watu wa karibu walioshuhudia matukio hayo ndani ya mji wa Bukavu, na alikuwa na haya ya kuzungumza. Jambo, habari gani? Mzuri baba. Habari za Bukavu? Bukavu vitu havichangi, vitu vinaharibika sana. Watu wako wanauawa kiolela. Pengine kupigwa. Ukikuwa tu mtu wa gouvernement wa Bukavu unapigwa mbaya sana, na mabaya inaonekana ba chef de village ndio na kila kwenye soda iko, kila kwenye bibi ya soda iko na mtoto wa soda banaingia mnyumba banaua watu yote. Ina maana kwa sasa hivi ba chef de village sema ba de quartier, ba d'avenue, ba de cellule au ndo wako wanahusika kwenda na denoncer sote ba agent ya leta, batu ya ba soldat, ba policier na mafamii zao. Ndio wale ndio walishakuwa ba eclairere ya M23. Na vijana wa kikundi ni wanaitaka bendere ikwe ya te. Ndio mibashaanza baonesha mamingine zote kila batu baleta. Vijana wa bendera iko ya te. Ndio. Hawa wanapatikanaga mu komine gani zaidi? Mie? Watu wa bendera iko ya te. Wewe hawezi kujisema huko komine gani juu tunajua masituasyon iko, ila watu wa bendera iko ya te wanakuwa mu komine gani?
bako mu commune de Kadutu. Commune Kadutu. Si ndio huko kwamba kwa commune kuna Pomba Solution? Ndio. Pomba Solution kwanza ni mumoya wa bale baviana babendele kwa Kenyenjo na kuwaka chef. Sasa ndio nasema chef Kajo. Kajo. Okay. Hii situation ya professeur mwenye aliuliwa ilikuwa professeur anapanaka kulu kwa institut Mubanda Kabale kwa mwami wa Kabale. Balianza pia bitu ya masomo, mavelo, mavitabu, mastoki ya bitu ya masomo, akafika pale aangalie ni banani. Alipofika akakutana ni hao warugaruga wa M23 yani AFC. Akawauliza, kwa nini mnachukua vitu ya masomo? Bakamjibu hana haki ya kubauliza kwa maana yeye ni mpumbafu, ni kiwelewele, hana haki ya kuuliza watu wazima kama hao. Najua akamupiga masasi 2 mkifua. Shida yiko sasa, jeunesse ya Kabare inakamata mipanga na mafimbo na kusema jinsi inatafuta M23 mahali kwenye bako KCD lishakuwa Bagira. Sasa tunawaambia babakie fasi moya, basindi tia maisha yao mudanje, mtu wa fimbo ezifata mtu wa bunduki. Na mpaka sasa ndio tuko tunabaikalisha, tuwaambie batulize kwanza matancio, mwenye alikufa hatutamrudisha tena. Ndio. Sasa kulingana na situation yenye iko mu vile ya Bukavu sasa hivi inatisha sana, watu wanakufa kila siku, na hivyo kufanya M23 kwa upande mwingine iko inadanganya na kusema kwamba inasikilize mwingine iko sawa na watu wanaishi salama bila shida yote. Ile yote ni bongo mtupu. Nikiripoti kumji ya Bukavu, mimi naikala Bukavu sai, ingawaje sitasema mahali nilipo, lakini ndio naikala Bukavu mchana na usiku. Naona kila kitu, najua kila kitu. M23 yani AFC haina sababu yoyote, inasumbua population pasipo kosa yoyote. Salongo yabo wanasema ni 7h mpaka 13h. Na uende kwayo, nosipoenda kwayo batakubana, batakutandika tu. Ukiangalia façon yenye wako wanajikomporte majorite ya AFC M23, eske ni ba Rwanda ndo wako wengi ama Wakongole? Wanyarwanda ndio wako wengi. Kisha Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa wanakataa kwamba hawako na Wanyarwanda ndani yao. Hapana, Wanyarwanda ndio wa mingi, kwa maana Kagame akiletele Wanyarwanda, AFP haina hata wakati ya kugombana na Wakongomani miniti 2. Na kwa saa hizi Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa hawajifika Bukavu, hawalale tena mumuji wa Bukavu. Kuna hoteli moja wanaita hoteli inakaa mwingine ya Bagira, kombina ya Bagira, Senjo Hotel La Noblesse. Ile Hotel La Noblesse iko kumwisho ya mwingine ya Bagira, mpaka Bagira na Kabare. Balifukuza wakaaji walikuwa wanatumikia mule, wakawaambia bana wakamati ile nyumba panda muda yenye watamaliza Bukavu, wala hao ndio wana okipe ile nyumba. Busiku inaanza kafika, banapanda banalala pale, na ndio kwenye depo yao iko ya masasi ya kila kitu, ndio kwenye depo yao iko. Okay. Tunashukuru sana. Uko na message gani kwa Wakongole wenye biko Bukavu na wenye biko ayere Bukavu na bazalendo pia na serikali ya Kongo? Unawaambia nini? Message yangu yenye mimi natoa kwa wanamemba wote wa nchi ni kusema kila Mkongomani akuwe macho na kudenonse kwenye mtu mubaya iko. Na asutenire mzalendo, amuoneshe kwenye adui anajifichika, kwa maana wazalendo nao wote hawezi weza vita pasipo sisi kuwasaidia,
kwa maana vita iko ya basoda tu, vita ni ya population pamoja na basoda bakisaidiana. Na ningeomba rais wetu wa Jamhuri ya Kongo atusaidie sana sisi watu wa Este, Nord Kivu na Sud Kivu, tunateswa. Aravitaye wazalendo maminisio na machakula na wapatie vifaa vya vita, bapigane vita kwa maana tunachunga sisi population. Wakianzisha na sisi tutakamata mipanga tuwasaidie ili adui atoke nchi yetu. Okay. Sawa na asante, nami nashukuru. Tunakushukuru tena, tutaongea wakati mwingine kwa taarifa zingine. Nafikiri kwako tutakuwa napata taarifa kila siku. Kila siku ndabapatia, natokaka asubuhi mimi naangalia information iko just. Basi niambie, lakini mimi peke nijionee. Okay. Asante sana ndugu yangu. Kuwa makini sana na ujichunge sana pia, maana bado tunakuhitaji. Ndio. Sawa. Naam, huyo ni moja kati ya watu wetu ambao wanapatikana ndani ya mji wa Bukavu. Kwa taarifa zingine zaidi ambazo utakuwa kunazisikiliza kutoka Baraka One TV, za ukweli, za uhakika, zinatoka kabisa kwenye sehemu ambapo matukio na kunasikiliza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya matangazo hayo, moja kwa moja tuingie ndani ya mji wa Uvira. Mtafaruku kati ya waza pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Mpaka sasa bado kunaonekana hali isiyokuwa ya kawaida kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waza, licha ya wote kuwa na kazi moja na lengo moja ya kulinda mji wa Uvira na kupigana na M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF, lakini utofauti wa uongozi umeanza kujitokeza. Utofauti huo wa viongozi ni kwenye mipangilio ya kivita inaleta shida. Waza wanailaumu FARDC kwa kula rushwa na pia kuwasaliti, na hivyo hawezi kuchukua uongozi wa kijeshi ndani ya tarafa ya Fizi, tarafa ya Uvira pamoja na pleni ya Ruzizi. Kwa upande wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wao wanawalaumu wazalendo na kusema kwamba hawawezi kuendelea kuongoza Uvira, maana wao ndiyo jeshi na wanatakiwa kuweza kuiongoza Uvira. Matendo hayo yameweza kuleta mtafaruku mkubwa kati ya makundi hayo mawili ambayo wanapigana wote kwa ajili ya kutetea Uvira pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao kikubwa kinatarajiwa kufanyika weekend hii ili kuweza kutuliza pressure makundi yote hayo mawili na kuendelea kulinda mji wa Uvira, Baraka, Fizi na maeneo mengine. Kutokana na mambo yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wakongomani wanahitajika kutakia mema nchi yao na sio kulaumu kila kitendo kila kukicha. Tuko natuma hii mamalere ziko na pourquoi tozi profetiser vitu vya mzuri vitoke mkini. Pia bajiweka mabitu natoka kululimi na njoo yenye inaleta mamalere. Pourquoi tozi kuwa ini baachane kwanza na vitu ya makabila. Baachane kwanza na vitu vya president. Baachane na vitu vya kama ni nani mwalisema. Baachane na vitu tunaungana si pote. Batu wanakuwa sema tu tutapiga Wanyarwanda, tutapiga ile ni kuleta victoire. Na batu ni kuprofetize tu mamalere ndio kupointana tu mikono tu ndio kazi shabaki. Baachane na vitu ya vile. Baachane na vitu ya marezo sosio. Banyarwanda biko na tucheka. Basha tuona babure. Ndio sasa banasema ba Kongo ba Kongomani ba bichuchu ndio sasa banasema vile. Sasa gani batakosa baita ba bichuchu. Siepe kusepele kwanza marezo sosio. Kusema vitu ya biko hata kumustari. Ce n'est pas le moment de tout ça. Ni moment batu kutafuta solution. Batu kutafuta solution. Mimi na furaha kwanza akshenye Bukavu banasema kama watafanya vile, bakifanya vile antuka semi ita tuma bengine nabo banajirevolte na banasema na sisi tutagombola na sisi peke kwetu. Kwenye basha kamata nao banasema na sisi peke tutagombola kwetu. Ile ni bien.
Batu viko nasema sema ma réseaux sociaux kudekuraje batu kusema tu ma malheur ile ma malheur hapo ibaishie bo peke au nom de Jésus Christ. Ce n'est pas le moment kwanza kusema mtu fulani le président hivi unaona alifa hivi hata aliushisha alifa. Ce n'est pas le moment. Ni moment kwanza kuatake infiltre mwenye aliingia kumupiga. Sasa mnamaliza ndio sasa tutaanza taataki sasa watu wa gouvernement sasa. Sisi tunakuwa hapa kazi ya Bakongole ni kuchamba wa president, unaenda ma réseaux sociaux maneno unasema unachamba na tena usiku talala kwa watakuwa. Usiku talala kwa watakufanya kitu. Me Rwanda ile mamuza ikuaje. Banaanza kuishi na Banyarwanda si facile. Banaanza kuishi na Banyarwanda si facile. Mimi niko na regreto nakutana na baansie betu babatu bazima biko nasema vitu venye abina kichwa na miguu. Banayua kisi Banyarwanda baliingiaka mkongo banayua kisi balifanya watu. Ukwenda na crashe makinyo ya watu. Makrasha na tena kutemea mkinyo wako. Banayua kisi Banyarwanda batufaka sio mkongo. Nani mwanasabu ile histoire mwenye alikuwa haka mwile epoke? Nani mwanasabu? Haiko juu kuko bamawe bashinda mu mabulaya biko na papote kule kusema vitu vya bachani na bale kama biko mabulaya biko sema bachani na bale. Bachani na bale. Siwe tuko hapa kubudongo yetu. Si ndio tunapasha defend. Hapana bale biko mabulaya kule bataikala tukaza kusema. Siwe tuko hapa mbudongo yetu ndio tunapasha defend. Budongo yetu. Batu wako naanza kani muze, wanaanza kama Mnyarwanda ni mtu. Hawa tu siaba. Mashetani mkubwa, diable en personne ndio anakuwa kama hawa Mnyarwanda. Banaanza kama bakienda na kamata mafranka biko na bapatie. Bataikala nabo, si batabaua. Kabila yepe kali baletaka na vyo peke ndio bakamungu. Unaona pale ni watu. Watu bache kusema mingi ma réseaux sociaux banaongea mingi sana. Banaongea mingi sana tena maneno yako na décourager batu. Na huko nasikiliza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kuwa pamoja na sisi ikiwa ni asubuhi ya saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, ambako huko unasikiza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unatufuatilia kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, South Africa, Europe, Kongo Kinshasa, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, East Africa pamoja na Central Africa, wote mkiwa mko mnasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie ndani ya mji wa Kinshasa ambako Justin Bitakwira atema cheche. Mbunge wa taifa mchaguliwa wa jimboni Kivu ya Kusini ndani ya tarafa ya Uvira, Justin Bitakwira ameweza kuzungumza makubwa baada ya kukutana na mshauri wa kipekee wa rais ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Serikali ya Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo inafanya kitu kinaitwa Consultation Nationale, lengo likiwa ni kuwatembelea viongozi mbalimbali wa kisiasa ili kuweza kuweka pamoja kwa ajili ya kutengeneza serikali ya kitaifa. Kutokana na wito huo, baadhi ya wanasiasa wanakubali wito huo na wengine pia wanakataa kuungana na Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa ajili ya kutengeneza serikali ya kitaifa. Kwa upande wa mbunge mchaguliwa wa Uvira Bwana Justin Bitakwira akiwa pamoja na mchaguliwa wa Maniema ambao wote wawili ndio wanaowasimamia wazalendo wa Kivu ya Kusini
pamoja na wazalendo wa Maniema wameweza kukutana uso kwa uso na mshauri wa kipekee wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kuzungumzia mambo kadha wa kadha na mipango jinsi inavyoendelea na hali wanapitia wazalendo kwenye uwanja wa mapigano. Baada ya mazungumzo ya ndani kwa ndani, Justin Bitakwira aliweza kusogelea kwenye vyombo vya habari na kuzungumza maneno yafuatayo. Nous sortons de la consultation auprès du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et nous avons échangé sur beaucoup de sujets. Mais chez moi on dit, il y a un proverbe qui dit que là où on veut arracher les dents aux chiens, on éloigne les enfants. La République démocratique du Congo, notre pays est menacé de partout. Et une partie de son espace est occupée par un pays voisin. Je ne peux pas vous dire combien il tue par jour. Je ne peux pas vous compter ce qu'il pille comme bien et amené de l'autre côté du Rwanda. Je ne peux pas vous dire combien de gens ne sortent plus de leur maison. Et nous avons répondu à cet appel pour qu'on aide le chef de l'État à former ce que j'appellerai aujourd'hui les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite développer le pays. Nous avons insisté sur le fait que tout en consultant, mais que nos fronts soient renforcés. Les FARDC, les Wazalendo, et qu'on commence à récupérer certaines parties occupées. Et nous restons disponibles à la République. Mais j'invite les autres acteurs politiques et sociaux de tous bords que celui qui ne répondra pas à cet appel, si l'ennemi nous occupait, même sa maison qu'il occupe va revenir à l'ennemi. Tu es DG, tu seras DG dans quel pays? Tu es député, tu seras député de quel pays? Tu es ministre, tu seras ministre de quel pays? Donc ici, nous voulons inviter la classe politique et sociale. Ce que j'ai toujours dit, que Dieu a fait la nature de sorte qu'il n'y a que les oiseaux de même race qui volent ensemble. Alors nous voulons un Congo uni, nous voulons un Congo où on met d'abord de côté l'opposition, on met de côté la majorité, formons un seul corps. Formons un seul corps. Et que tous ceux qui hésitent encore sachent qu'ils n'ont pas un autre pays. Comme personne n'est né de deux mères, personne n'a deux pays. J'ai dit et je vous remercie. Na baada ya kumsikiliza Justin Bitakwira na kurudisha moja kwa moja tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini, ambako mkuu wa tarafa ya Fizi Bwana Sami Kalonji ameweza kuzungumzia hali ya uchumi jinsi inavyozidi kudorota ndani ya tarafa hiyo ya Fizi, na yote ni kutokana na vita hiyo iliyoanzishwa na magaidi wa M23 Alliance of Congo pamoja na RDF, huku pia akitaka watu wa Fizi wote kuweza kumuunga rais mkono na pia kuunga viongozi wa wazalendo FARDC polisi mkono na kuweza kuwa makini kwa kila dalili yote inayoonekana ambayo sio ya kawaida kuweza kuiripoti kwenye vyombo vya sheria. Mengi na zaidi, huyu hapa Sami Kalonji, mkuu wa tarafa la Fizi. Usalama ni ndoko kabisa, ila atujui ya kesho. Tangia mwanzo ya vita ya wawasi wa M23 Fizi tarafani, mambo za uchumi, mambo za usalama zinazorota kweli. Chakula, mafuta zakari binapanda bei. Makari kutoka Bukavu azifika tena Fizi kwenda Misisi, kwenda Kalemi.
jimbo jirani na jimbo ya Manyema. Barabara namba 5 iko kimya na wazi, inakauka kwa kweli. Sabuni, maharaki, chumvi, mchele, unga ya mahindi binapanda bei. Kilo 25 ya unga ya mihindi inauziwa kwa leo kubei ya 17,000 ya makongomani. Mbele ya vita ilikuwa inauziwa 35,000 ya makongomani. Natosha pole kwa wakaji wa Fizi na kando kando. Raisi wetu wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko napikanisha kumaliza vita za wawasi wa M23, kusaidiwa na Rwanda. Kwa raia wote wa Fizi, tuunge mkono rais wetu wa nchi, tuunga mkono jeshi letu la Congo FARDC, tuunge mkono polisi yetu ya Congo, tuunge mkono wazalendo wetu, tujiunge pamoja kwa kumaliza hizi vita na kukua kitu kimoja. Kwenye munaishi mkiona mtu mwenye anasapoti wa ahasi, nukiona mziko yoyote yenye haifanana na miziko zenye ziko ndani ya tarafani Fizi, tunawaomba mkuwe tayari ya kwenda kuma vyombo ya serikali kujulisha mapema na kufanya kazi kawaida. Kwa wandugu zetu wa renseignement, tunaita wasungusungu, wajikaze wafanya kazi yao kawaida. Na tunajua kwamba msaliti wa nchi mshahara yake ni kifo. Sisi wote tuko wa patriot, tusaidia nchi yetu. Nchi yetu iko makumu na tunapenda vite ishe, amani irudia. Mungu wa mbinguni abariki Kongo na tarafani Fizi. Mungu wa mbinguni abariki rais wetu na viongozi wa jimbo pale kwetu Bukavu. Mungu wa mbinguni na wabubu zetu wapatie jeshi letu wazalendo nguvu ya kupiganisha vita na kuimaliza, kwa sababu vita ni vita ya udongo. Na asante sana ndugu wasikilizaji wa Baraka One TV kokote ambako mlikuwa mnasikiza matangazo yetu asubuhi ya saa 12 saa za Afrika Kati, 1 majira ya Afrika Mashariki, ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 kwenye kikao kilichoalikwa watu wa M23 huko Qatar. Bwana Corneille Nangaa na Lanspeff Congo wametupiliwa nje na M23, ndiyo imeweza kupokelewa huku Bertrand Bisimwa akiongoza msafara huo. Tutazungumza saa 10 na tutazungumza saa 6, na pia matukio yanazidi kuendelea DRC na ya wazalendo na FARDC ndani ya tarafa Uvira na Fizi. Tutazungumza pia mambo saa 9. Ndugu zangu, endapo mara nyingine pia unakuta kama habari zinachelewa, ni kutokana na mtandao siku hizi kuwa mbovu sana maeneo ya Kivu ya Kusini. Mengi na zaidi tukutanane na Baraka One TV. Rajab Akili Kabonga, the one in all in town, DEJP. Asante kwa wote na kuendelea kuwa pamoja na sisi, na Operation Mzalendo bado iko inaendelea.